Mada ya leo tunasema madhara ya rafiki. Madhara ya rafiki, hasara ambazo mtu anazipata kutoka kwa rafiki yake, matatizo ambayo unaweza kuyapata kupitia rafiki yako, mikasa, misala inayoweza kukupata wewe, lakini chanzo ni rafiki yako au sababu ni rafiki yako. Lakini vile vile tutaelezea faida au mambo ambayo yana faida kwako, yanasaidia mambo yako, mustakabali wako kupitia au kutoka kwa adui yako. Si kila adui atakuwa na 100% na madhara na wewe. Kuna 10% za faida kwako. Mimi kama mtu wa mada leo nitakukumbusha, unapokuwa na adui usione kwamba ni disadvantage peke yake. Kuna wakati kuwa na adui ni advantage kwako kwa ajili ya mustakabali wako na mambo yako katika dini na dunia na akhira insha Allah. Naomba sasa tuende pamoja katika ndege ambayo tutafunga milango na ndege itaruka juu. Tutakuwa tuko on board, tuko ndani. Tunaanza, nini maana ya rafiki? Kwanza kabisa itwende vizuri, tutoe taarifu as-sadiq au taarifu sidqi cha kwanza, kwa sababu sadiq ni ismu fa'il au sifa ya as-sidqi. Nini maana ya rafiki? Nini maana ya urafiki? As-sadiq, kalimat as-sadiq ma'khudh min as-sidqi wa huwa as-suhbah. Rafiki neno kwa Kiarabu hapo ni sadiqi, limechukuliwa kwa neno sadaqa au sadaqa, kwa maana amekuwa mkweli kwako. Kwa rafiki sifa yake katika lugha ya Kiarabu ni ukweli, kwamba rafiki ni yule mtu ambaye mkweli kwako, mwaminifu kwako, huyo ndio rafiki. Yani kwa maana ya kauli ya Kiarabu pekee yake. Lakini vile vile as-sadiq huwa alladhi tamma tajribuhu fi mawqifin au min mawaqifin kathira min kalamihi wa af'alihi wa thabata sidqu kalamihi wa af'alihi fil waqi'. Rafiki ni yule ambaye umemjaribu, umempima kwenye shida zako mbalimbali kwa kufuatia kauli zake au vitendo vyake, na ukakuta kwamba vitendo vyake anavyofanya viko kwa maslahi yako na kauli zake ziko sawa sawa. Yani manake sio mnafiki, hasemi kitu ambacho kiko nyume na anavyokusudia, yani ndani yake na nje yuko sawa sawa. Huyu ndio rafiki. Ina maana ukiwa na mtu ambaye wewe unadhani kwamba huyu ni mkweli kwako, yani hata jambo lako huyu akilijua hamna shida, unajua niko na amani, lakini ukimpa hata mzigo wako amana yako, unajua huyu hana shida, huyu kwako wewe unamuita huyu rafiki yangu wa damu, kwa sababu ana ukweli kwako, hana unafiki, sio mtu wa kuzunguka zunguka anasema hivi kumbe anatenda vingine. Kisimple language, hiyo ndio rafiki. Nini maana ya adui? Twende sambamba. Adui inakuja kwa maana ya at-taaddi ila al-hudud, al-adawa au al-ada au al-ida. Uadui ni kuvuka mipaka. Kwa neno adui maana yake ni mtu ambaye amevuka mipaka yake kwako, mtu ambaye mipaka yake amevuka sehemu nyingine. Kama ulimwambia ishia hapa, yeye kapitiliza. Kama anaongea na wewe, unaona anaongea bila anakosa adabu. Sasa unaona unakoelekea unapita mipaka sasa. Huyu anaanza kuwa adui. Lakini umemwamini kwamba atapeleka kitu, hakupeleka, kavuka mipaka ya uaminifu. Umempa neno lako, akaliweka kesho akalitoa kwa watu, kavuka mipaka ya uaminifu, kawa muongo au kawa mzushi. Kwa hiyo adui sio yule unapigana naye peke yake.
ni yule ambaye fikra zako, mawazo yake na yako yanatofautiana. Kwa hiyo utakuta tuna adui wengi ambao kimsingi sio adui kwa kugombana, sio adui kwa kuzozana, isipokuwa adui kimitazamo. Mimi na wewe haziendi, mimi na yeye picha haziendi, mimi mawazo yangu ninachokiwaza na huyu bwana yeye tofauti na mimi huyu bwana mjuaji sana, huyu bwana nikosoa sana, mimi ananikosoa, anakuwa adui yako. Hata kama anakukosoa kitu cha kweli, hata kama anatofautiana na wewe kwamba yeye ndio yuko sahihi, kwa kuwa wewe unaona hakuungi mkono, anakuwa adui. Kwa hiyo adui kuna sura mbili. Kuna sura ya adui kwa maana amegombana, mtu ambaye kuna husuma. Kwa hiyo kuna adui al-khasm. Adui kwa maana al-khasm, yani mtu umegombana naye, umezozana naye, mna mzozo, mna ugomvi, huyu ni adui. Na hiyo ndio maana kubwa. Lakini kuna adui ambaye mnatofautiana ideological. Wewe unachokiwaza au unachokiamini yeye hakiamini, unachokiwaza yeye hakiwazi. Kwa hiyo anakuwa huyo mtu adui yako. Kwa hiyo unaona huyu mimi hafai, akizungumza achana wewe bwana, yule nini ana maana, achana wewe. Unamzungumza mtu mbele yetu sisi, hebu ongea story nyingine. Hata akizungumza mbele yako unakasirika, kwa nini anasema mtu? Tayari fikra yako na yake iko tofauti. Sasa nani yuko sawa? Wewe au yeye? Huenda yeye ndo akawa sawa sawa, isipokuwa wewe kwa sababu ni mbishi umeamua kumtenga na kumchukia. Sasa twende moja kwa moja sasa. Rafiki ana faida. Mimi nasema kama mwalimu wangu anifundisha nianze kwenye faida. Manake nisianze tu madhara. Jamani, rafiki ana madhara. Nianze faida kwanza. Katika wawili hawa, adui na faida na rafiki, rafiki ana faida nyingi sana. Rafiki ndio yule ambaye wewe na yeye umemfanya kama ndugu yako. Rafiki ndio jambo lako lake. Rafiki siri yako siri yake, shida yako shida yake, familia yako matatizo ya familia yeye anayajua. Na huenda hata mke uliomuoa yeye alikushawishi kwamba wewe yule binti mzuri. Huenda kazi ulionayo rafiki yako alikutafutia. Kwa rafiki ana faida kubwa sana. Sana 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 sana. Kwa hiyo mantiqiyan, logically, rafiki yako anaweza akawa anafanya mambo ya hovyo kabisa, lakini kwa sababu rafiki yako unaogopa kumwambia, anaweza kasirika na urafiki wenu ukafa. Na wewe utakupoteza rafiki yako, unaamua kukaa kimya. Unajua bwana, anaweza nikamwambia akajihisi vibaya, kwa hiyo wewe uchune tu. Hapa rafiki unamuangamiza rafiki yako kwa urafiki wako. Unakaa kimya, anakuwa imamu kama mimi ni mlevi, na wewe rafiki yako unamstiri, tafanya sasa shehe wangu bwana. Lakini jambo hili kwa adui halipo. Adui atamlipua. Adui atafanya nini? Atamlipua. Wewe kuna imamu, kuna imamu mlevi mkubwa, wewe mlevi, jana uko na pombe pale. Mimi yule hata imamu sali mlevi, kama unabisha njoo saa fulani muone. Ukasikia bwana jamaa anasema na wewe mlevi, wewe kweli mimi naleo pombe. Ukijua watu kwaje unaacha kula pombe. Ukiacha kula pombe hapa umemwogopa adui, of course. Kasaidia wewe kuacha pombe kwa sababu unajua atakuadhiri na wewe wako utatoka au heshima yako itaisha. Kwa hiyo adui hapa amekusaidia aje kusaidia? Unaogopa atakufedhehesha, atakudhalilisha, unajificha, unaepuka na shari ile. Unakuwa mtu mzuri. Rafiki alikustiri, ukaendelea kufanya mambo yako. Kwa hapa kwenye baadhi ya mambo adui kwa sababu hana stimili na wewe, hakuvumilii, utakuta wewe ukiwa na adui unajichunga sana kwa kuogopa midomo ya maadui. Adui anakuwa anakuwinda, anatafuta mabaya yako. Kwa hiyo unaona unasema sitakumpa faida huyo adui. Hivyo unaposema sitampa faida maana yake kwamba hata niona sehemu yote mbaya, hata niona sehemu yote mimi naharibu, hata nikuta mimi kila siku niko katika mambo mazuri. Paka cha kusema nakuwa unaona mimi fulani muone kanitafuta sana miaka 5 6 hajanipata mimi, hanipati. Sio akupati, na wewe umejilinda. Takbir. Na wewe umejilinda. Kuwepo kwa adui mbele yako kumekufanya uwe na mbio nyingi. Leo kama unakimbizwa na adui yako ana mbio kidogo, anakukimbiza, unamwona kila ukigeuka yupo, unaongeza mbio au ongeze mbio?
unaongeza mbio, kwa maana unajua adui yuko karibu. Kwa maana hizi juhudi ulizonazo kukimbia zimeongezeka baada ya kuona adui anakuja kwa juhudi kubwa zaidi, na unaongeza zaidi. Lakini ingekuwa nyuma yako yuko rafiki yako, ungetembea kumbe wewe bwana, basi takbir, kumbe wewe basi natembea bwana, mimi kwa najua kuna adui anakuja, kumbe ndugu yangu. Kwa hiyo unakaa sasa unabweteka. Kwa ukiwa mbele ya rafiki unabweteka, nikianguka atajinua, nikikosea atanistiri, nikikosa atanipa. Lakini adui unajua kwa hapa nimefedheheka, nimedhalilika. Kwa hiyo watu wengi wanapokuwa na maadui wanakuwa makini sana kutokumpa faida adui. Kwa hiyo ukiona una adui, cha kwanza chunga uadui wako wewe na yeye umeanza na nini. Ukiona wewe una adui yoyote, unaona huyu ni adui yangu, cha kwanza chunguza, hivi kwa nini mimi na huyu ni adui? Je, uadui wetu umeanzia wapi? Chanzo ni nini? Kitu gani kimesababisha uadui? Wako maadui mnadhani tu ni maadui, kumbe sio maadui, isipokuwa rafiki yako kakusababishia adui. Kwa hiyo kuna adui wengine pia sababu ni rafiki. Kuna kauli inasema hivi ya Kiarabu, sadiqu aduwi aduwi wa aduwi sadiqi sadiqi. Wanarudia tena, maana hapo usipoangalia ndio unachanganya. Sadiqu aduwi aduwi wa aduwu sadiqi sadiqi. Adui wa rafiki yangu na mimi adui yangu. Wengi mnaambukizwa na maadui kwa marafiki zenu, kwamba huyu haziendi picha naye na wewe unaachana naye, unakaa naye mbali, lakini wewe huna madhara naye, hamjagombana, hamja nini. Kwa hiyo kuna rafiki na ugomvi mwingi, unakuta kwa muda mchache una maadui wengi ambao hujagombana nao hata siku moja. Lakini tu kwa sababu rafiki yako kipenzi haelewani nao wale watu, na wewe huwezi karibu nao, kwa sababu utaonekana hata yule jamaa anasema huyu rafiki wa adui yangu, mimi nitakuwa rafiki yangu. Ndio hiyo, rafiki wa adui yangu ni adui yangu, na adui wa rafiki yangu yani wewe ukitaka kuwa na rafiki, yule adui wa rafiki yako wewe kwa rafiki yako, kwa sababu usimtampiga wote adui. Na rafiki wa adui yako yeye na adui yako lao moja. Kwa tuna maadui tumerithi kwa marafiki yetu. Kwa hapo unapata hasara rafiki kukuambukiza maadui. Tunakwenda sambamba hapo ili tatu kipindi kikiisha tupate faida zote. Kwa hiyo kuna marafiki hasara yao pia wanakuambukiza maadui. Hasara yao nyingine hawakuamrishi mema, rafiki yako anakutetea tu, hata umekosea anakutetea tu. Hata ukiharibu anakutetea tu, anakufichia siri, anakubeba tu kwa sababu wewe ni rafiki yake. Hapa hakujengi, anakuharibu. Lakini rafiki yako, wewe na rafiki wenu mnafanana upuuzi. Sisi nimesema ndio kali sana. Huenda rafiki yako ni kwa sababu wote wapuuzi, yani wewe na yeye ni mpuuzi, mmefanana kwa upuuzi, wewe unakuwa rafiki. Kwa hiyo wewe ukija kuwa na kidogo tu rafiki unakufa. Kwa hapa ni hasara, umepata mpuuzi ambaye hakushauri kitu, hakuongezei maarifa. Rafiki mjinga, rafiki hana werevu, hana fikra, hana imani, hana ikhlas, hana takwa. Anakuwa yeye na wewe sasa anakuambukiza maasi, wakati mwingine ulikuwa huna maasi hayo, lakini kwa sababu rafiki yako kipenzi anakuambia bwana, hebu karibu anafanya hivi, fanya hivi, nisindikize, mwisho wake unaingia kwenye mambo ya maasi ya sababu rafiki. Kwa hiyo marafiki wengi wametuingiza kwenye matatizo. Naomba nikupeni mfano. Hakuna mtu alizaliwa anavuta sigara. Hakuna. Hakuna mtu amezaliwa na mama yake na baba yake anazaliwa tu anavuta sigara. Hakuna. Hakuna mtu kazaliwa anavuta bange. Hakuna. Hakuna mtu kazaliwa mlevi. Hakuna. Yote haya unajifunza kutoka kwa marafiki zako. Unakuwa na rafiki ambaye anavuta bange, unakuwa naye muda mwingi kijiweni, unakaa naye, harufu inakusumbua na kuhoa kwanza, baada ya muda harufu inazoea, baada ya muda niwashie kidogo, baada ya muda piga pafu moja, unakohoa kidogo, siku nyingine pafu ya kwanza ukohoi, ya pili, ya tatu, ladha unaanza kuipata ya bange, unakuwa mvuta bange. Lakini sababu kubwa marafiki zako uliokuwa unakaa nao. Marafiki wamesababisha matatizo. Mvuta bange, mvuta sigara, umekuwa mlevi. Rafiki, hapa rafiki. Kwa hapa na hasara, rafiki na hasara hapa. Hivi adui yako anakufundisha kitu ukajifunza toka lini? Hivi adui yako amleke adui yako na utalewa pombe kwa sababu adui yako anaelewa pombe utalewa?
Una adui yako anakuta sigara, utavuta sigara, adui yangu anakuta sigara, kwa nini muiga adui yangu? Unaweza hivyo? Lakini rafiki yako si mko naye muda wote. Almar'u, Mtume anasema hivi, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Mtume anasema mtu hufuata tabia ya rafiki yake. Dini hapa kwa maana akhlaq, sio dini kwa maana ya Islam, kafiri, mushriki, nini, masihia, hapana. Dini kwa maana ya akhlaq, behavior. Every person is influenced by his friend's behavior. Kinyamwezi, kila mtu anakuwa anaathirika na tabia za wanaomzunguka, rafiki zake wanamuathiri. Mtume kasema hayo miaka 1400 iliyopita. Hii tunasema environmental behavior au environmental affection, lakini bado magnetic ya environmental ni watu waliopo hapo eneo hilo. Unakaa eneo fulani kuna uongo kiasi, kuna uongo, unakuwa muongo nawe. Unakaa sehemu fulani wanasema watu mpaka unaanza kusema watu. Kwa hiyo rafiki hapa anakuwa na msiba kwako, anakuwa na hasara kwa sababu amekuambukiza tabia ambazo ni mbaya. Madhara ya rafiki hayo. Kwa sio kila rafiki. Mtume anasema falyanzur ahadukum, kila mtu achague man yukhalilu, nani anakuwa rafiki yake. Chagua mzee, usibebe tu makapi. Usibebe tu kila mtu anakupenda rafiki yako. Umezaliwa naye pamoja rafiki yako, mtaa mmoja rafiki yako, kabila moja rafiki yako, dini moja rafiki yako. Wako na dini moja sio rafiki. Chagua kwanza, je, ana sifa gani za kuwa rafiki yangu huyu? Kuna sifa maalum akiwa nazo anakuwa rafiki yako. Al-amana, uaminifu, asfidiku, ukweli, al-wafa, yani anakuwa mtu mtekelezaji wa ahadi yake. At-taqwa, al-amru bil ma'ruf, an-nahy 'anil munkar. Taqwa, ucha Mungu, anakuamrisha mema, anakukataza mabaya. Huyo ndio rafiki. Rafiki ambaye anakukemea, anakuambia acha bana, wewe mama, acha mambo yako. Wewe Muislamu, acha hizo. Wewe acha hizo, unapata dhambi. Yani anakuziwia, anagombana wewe kabisa, anakulaza kama urafiki ufe. Kwa sababu ya nini? Unakwenda kufanya mabaya. Huyo ndio rafiki. Kwa chagua mzee, usibebe makofi. Kwa hiyo rafiki mzuri ambaye amesema kwenye Qur'ani ni yule ambaye mtu atasema ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Qur'ani sema Mwenyezi Mungu, leo kiyama najuta, rafiki yangu kanipoteza, bora nisingekuwa rafiki yangu. Kiyama yuqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kiyama kuna watu watajuta kwa sababu rafiki yake tu alimpoteza. Ya laitani, najuta mimi, majuto kwangu. Laitani, kama mimi lam attakhidh fulanan khalila, nisingemfanya fulani kwa rafiki yangu. Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani, amenipoteza katika Qur'ani, amenipoteza katika dini, katika tabia njema, amenipoteza rafiki yangu huyo. Nilikuwa nampenda, namsikiliza ushauri wake. Kwa hiyo rafiki, Qur'ani sema hana faida. Si ndio hii? Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, lau mimi nisingechukua fulani kwa rafiki yangu, nimejuta leo. Kiyama najuta. Kwa Mungu anakuambia rafiki yako anawezekana akawa adui yako kwa maana atakupoteza. Qur'ani pia anasema hivi, hii ni Qur'ani tupu mzee. Al-akhillau yawma idhin adu. Al-akhilla, marafiki wote siku ya kiyama adu illa almuttaqin. Unaona ngoma hiyo? Al-akhilla, marafiki waliopendana duniani, yauma idhin, siku ya kiyama adu, watakuwa maadui, watakimbiana. Yauma yafiru almar'u min akhihi, imeanza rafiki kwanza. Mtu atakimbia ndugu yake, jamaa yake, rafiki yake. Kwa hiyo siku ya siku baba yako utamkimbia, utamkimbia mama yako, utamkimbia mke wako, waswahibatihi wa banihi, na watoto wako. Rafiki utakaa naye, una akili? Yani baba yako utamkimbia, mama yako utamkimbia, mke wako utamkimbia, watoto wako utawakimbia. Hivi kuna rafiki atakaa karibu yako hapo wakati huo? Kwa hiyo ndugu zangu, Qur'an inathibitisha kwamba marafiki watakimbiana kwa sababu walipotezana. Laqad adallani ani dhikri idjan, amenipoteza, sikufuata khairi, sikufuata utaji wa Mwenyezi Mungu, sikufuata tabia njema, sikufuata ukarimu, sikutoa sadaka, sikuunga wazazi wangu, nimeacha mke wangu, nimetelekeza watoto wangu. Rafiki yangu ilikuwa sababu. Unamkimbia siku hiyo. Adui hana hizo, adui yeye anakushana live. Hana akiba kwako. Mnamalizana pale pale. Na kwa kuwa unajua kuna adui, wewe utajitunza tu, utajiweka vizuri na hutamsikiliza. Ndio maana adui akupotezi wewe.
adui hakupotezi kwa sababu hutamsikiliza. Hivi adui akwambia bana, nunua nyumba ile pale, afu adui yako utanunua? Huyo adui yangu anambia nyumba hiyo atakupa shida. Ina mgogoro nyumba hiyo au nyumba ina shida. Huwezi kununua kwa sababu unajua adui yangu atanishauri vipi nzuri, atakuwa ananitosa tu, ananitosa huyo. Siwezi kufanya. Tumsalimu Mtume Muhammad. Kwa hiyo rafiki yako akwambia nunua nyumba ile pale, imekaa sehemu nzuri kwenye kona. Nyumba hiyo yani maduka frame utaweka. Rafiki yako anakushauri, unamsikiliza kwa sababu rafiki unaona alhamdulillah rafiki yangu huyu mtu mzuri kwangu, utanunua hiyo nyumba na kwa sababu rafiki yako anambia kumbe na mgogoro na shida. Kwa hiyo adui mara nyingi hawezi kukupoteza wewe kwa sababu adui yako humfuati, humsikilizi, humuigi. Lakini rafiki unamuiga, kwa hiyo akiwa chaka, akiwa hovyo, basi na wewe unapotea. Siku ya kiyama ndugu zangu, mambo ya kufuata marafiki. Anakuambia wanafanya hivi unafanya. Hivi unafanya. Hivi chuja na za kwako, ongeza za kwako. Changanya akili zako na zake. Amekushauri hivi, ana maana gani? Anamaanisha nini? Kwa nini? Kwa faida gani? Pia uliza hata mtu mwingine mmoja wa ziada na mwingine wa ziada na mwingine watatu ziada. Tena tofauti tofauti, wengine wako mkoani. Hebu waulize jamani kuna hivi na hivi mnasemaje? Ambia hiyo safi. Unajua rafiki yangu hapa natawakala Allah. Kanishauri hapa kitu ambacho naona hata watu wangu wengine wote ambao sijawahi kuwajaribu uongo wameshauri hivyo hivyo unafanya. Siku ya kiyama atakukimbia rafiki yako. Yaani rafiki yako unayemfuata atakukimbia. Rafiki yako aliyekushauri uache mke wako atakukimbia. Rafiki yako ambaye anakuambia usitoe sadaka mali zako zitaisha, maskini au masheshe wenzao kuomba hawa, achana nao. Masheshe hao hawachoki, wanaomba kila siku. Anakuambia usiwasaidie, usiwape iftari. Masheshe michango imezidi, achana nao, bora kuchangia sehemu fulani huko, achana na msikiti huu michango imezidi. Anakushauri na unakubali. Siku ya kiyama atakukimbia wewe mtu. Qur'an inasemaje? إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. 166-167 Al-Baqara. Mwenyezi Mungu anasema hivi, siku ya kiyama wale marafiki waliofuatwa, sikizeni vizuri, yani yule uliyemfuata, rafiki yako ambaye ulimsikiliza, ulimtii, ukafuata ushauri wake, maelekezo yake, alafu kumbe alikuwa anakupoteza. Siku ya kiyama rafiki huyo atakukimbia wewe uliyemfuata, atakukimbia. Ukimfuata anakimbia. Ukimsogea anakimbia, yani hasogei. Ukija hivi anatogomea. Ukisogea hivi anatogomea mbele zaidi. Yaani anakukimbia wewe, unaweza kumshika. Unaweza kumshika kwamba wewe ndio ulipoteza wewe. Kwa anakuogopa, anakukimbia. Anakukimbia wewe kwa sababu gani? Anajua wewe kuna mambo utamlalamikia. Wewe bwana ulinipoteza, ulinifanya sitoe sadaka, ulinifanya nisifanye hivi, wewe ndio sababu. Kwa hiyo hataki mambo haya mazungumzo. Kila mtu anakufanya kwake. Anakukimbia wewe, mjinga wako mwenyewe ulikuwa duniani mjinga, ukamfuata. Anakukimbia. Kwa akikimbia wewe unasemaje sasa? Waqala alladhina tabu, adhabu iko mbele yenu. Unaiona kama unaingia adhabu kwa sababu yake wewe uko na shida ila ulimfuata yeye. Kuna watu wako vizuri lakini wanapotea kwa sababu ya rafiki zao. Sasa siku ya kiyama ukiona adhabu kwamba unaingia adhabu kwa sababu ya rafiki yako, ukimfuata na kimbia, utasema hivi, waqala alladhina tabu, watasema wale waliofuata wenzao, waliofuata watasema hivi baada ya kukimbiwa na waliofuata, lau anna lana karratan, lau kama tukidurudishiwa sisi zamu yetu huko duniani turudi, fatabarra minhum, nasi tuwakimbie kama tabarau minna, kama walivyotukimbia sisi, tujiepushe nao, tusiwafuate tena. Yani turudi duniani tuwakane, tuwakanushe, tuwapinge, alafu leo tusiwe na wao. Kwa hiyo siku ya kiyama rafiki atasema bora nirudi duniani nikamkane rafiki yangu, nikambishie, nikampinge, nikaachane naye afu nife tena kwa hatua ya pili bila kuwa namfuata rafiki yangu. Hapa faida hasara. Hii Qur'an inasema kuna faida hasara.
Qur'an inasema wewe utakemfuata atakupoteza, na akikupoteza siku ya kiyama atakukimbia. Na kimbia utasema la buda, mimi ningepata nafasi nikamili karudi duniani nimkatae nimkane, na mimi nikifufuliwa hapa niwe siko naye timu nyingine. Kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim, kadhalika hivyo hivyo Mwenyezi Mungu anaonyesha kazi zao zote za kufuatana, mapenzi yao, urafiki wao, usuhuba wao, hasaratin alayhim, hasara tupu. Je, hasara jamani, faida hapa nimesema hasara sio? Mungu amesema hasaratin alayhim, hasara nyingi kwa rafiki unapata kwa kumfuata. Kama amekupoteza utatamani kwamba ufufuke afu umkane afu ufe tena, ufufuke umpinge afu ufe tena, lakini unaambia ulishamfuata moto ule pale. Wataqatta'at bihi al-asbab, usababu ya urafiki wao zimekufa, sababu ya urafiki wao haipo tena, wanapingana wanakimbiana, urafiki umekufa tena hapo. Ndugu zangu, anayekupoteza sio adui yako, ni rafiki yako. Sababu rafiki ndio ambao unamsikiliza, ndio unampata, unamkaa karibu yake, unakuwa naye, unasaidiana naye. Adui unakuwa kwamba naye, ila adui kauli yake, pima sana kauli za adui. Adui maneno mengi anayosema kwako ni ya kweli, machache yanakuzushia. Adui anasema mengi ambayo huenda ni ya kweli, lakini rafiki yako aliyastiri. Kwa hiyo ukisikia neno kwa adui, jichunguze, je, ni kweli hiyo ipo kwangu? Kama unakuta kweli ipo, basi wewe acha, pata faida kwa adui, acha hiyo tabia. Fanya ihsan, anta'budu Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Muabudu Mungu kama unamuona. Ukiwa humuoni, basi yeye anakuona, lakini na waumini wanakuona, na makafiri wanakuona, na adui zako wanakuona. Kwa hiyo abudu Mungu kama vile unaonekana, adui zako wanakuona, rafiki zako wanakuona, Mungu anakuona, mtume anaona. Kwa hiyo ukifanya kitu utasema Mungu nimejificha hapa, Mungu ananiona peke yake, sasa mna shida. Lakini adui anaweza kuona kwa bahati mbaya huyo. Kwa hiyo tumepewa hadithi nyingi za kustiriana, lakini tusiache kuamrishana mema. Usiache kumwamrisha rafiki yako mema, kuogopa kama nikimwamrisha mema adui atakuwa atakasirika, nikimwamrisha mema urafiki utakufa. Hapana, mwambie urafiki wako, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ubora wetu sisi ummati Muhammad ni kwa sababu kuamrisha mema, kukataza mabaya na kuamini Mwenyezi Mungu. Rafiki yako asipokuamrisha mema, urafiki gani unao na yeye? Rafiki yako asipokataza mabaya, urafiki wako unapata nini? Rafiki yako asipomwamini Mwenyezi Mungu, unapata nini kwake? Hamna imani unaipata zaidi ya ushirikina. Anakuongezea kufuru, anakuongezea shirki, anakuongezea maasi, fusuq, asyan. Rafiki yako akusaidia kukubusti. Ulikuwa unasali kwa unyonge, rafiki bane, adhuhuri wenzetu. Bane, kuna dua. Bane, kuna maulidi. Bane, kuna darasa. Yule rafiki mzuri anakupa, anakuongezea kupitia yeye. Ulikuwa zamani usali unasali. Zamani ulikuwa usome Qur'an unasoma Qur'ani. Darasa hudhuria unaweza darasa. Sadaka ulikuwa mvivu kutoa sadaka mbahili, anakuambia ndugu yangu mali hiyo ni hasara tupu ya mali yako. Siku ya kiyama ukifa hiyo itakuwa ni adhabu kwako. Unatoa. Huyu ni rafiki. Kuna mshairi mmoja anasema hivi: inna akhaka alhaqqa man kana ma'aka wa man yadhurru nafsahu liyanfa'aka wa man idha raiba az-zamanu sada'aka shattata fika shamluhu liyajma'aka. Naam, inna akhaka alhaqqa man kana ma'aka wa man yadhurru nafsahu liyanfa'aka wa man idha raiba az-zamanu sada'aka shattata fika shamluhu liyajma'aka. Allahu akbar. Rafiki yako wa kweli ni yule ambaye anakuwa na wewe. Anakuwa na wewe. Wa man yadhurru nafsahu liyanfa'aka. Na yuko mtu yuko radhi akutetee wewe, kukuokoa hata kama madhara atapata madhara, lakini yeye hajali, lakini anakuokoa wewe kupeleka katika haki. Anakuokoa wewe kusaidia usipate shida. Anakuokoa wewe usipate dhalili. Anakuokoa wewe huyu rafiki yako. Wa man idha raiba zaman. Yule ambaye muda wako ukiwa na shida, ukiwa na tabu, ukiwa na dhiki, swada'aka, anakukumbatia, anakaa karibu na wewe, anakupa pole, anakuliwaza, anakuunga mkono.
shattata fika shamluhu liajmaa, atafanya kila mambo yake akishe anakuwa karibu yake, mnakuwa sawa sawa, atakusogeza karibu yake. Njoo ndugu yangu, tuko pamoja, wewe siwezi kuacha ndugu yangu. Umefukuzwa kazi lakini hamna shida, tutakula shehe wangu. Mimi na kazi hapa, njoo kidogo buzibuzi hapa, zugazuga hapa, jioni napata kidogo la kula, mambo yanakwenda. Mimi imam, njoo hapa tufanye kidogo kazi, darasa kidogo hapa, sala kije tunagawana hapa. Njoo kaya. Yaani umefanya shattata fika shamlak litajmaa. Umevunja mambo yako yote ili yeye apate nafasi ya kupumua. Huyu ni rafiki yako. Sasa tuchague marafiki. Mtume amesema hivi, mathalul jalisi salih wal jalisi suu kahamili miski wa nafiqi kir. Rafiki mzuri na rafiki mbaya. Rafiki mzuri na rafiki, hapa mmeona Mtume anasema rafiki mbaya, maana kuna rafiki mbaya pia. Someni vizuri hizo hadithi ina Qur'ani, mtaona rafiki pia kuna mbaya. Sio kwa rafiki tu anakuwa mzuri, rafiki lakini mbaya. Rafiki lakini mzuri. Mtume akasema hivi, kuna mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya. Mfano wake kahamilil miski, ni mfano wa mtu aliyebeba mafuta uzuri, uturi, perfume, khalud, body sprays. Akibeba mkononi, anafungua kidogo, amepiga kidogo, amejaribisha, amekaa kwa muda mwingi. Ukiwa naye pale, ukikaa naye peke yako, ukiwa naye, harufu nzuri pale kwanza panaenea harufu nzuri sehemu yote ile, si ndio? Cha pili, hata wewe pia utaambukizwa na harufu nzuri ya pale, ule udi ukishika chupa gani? Hii khaludi, hii ya Haramain, kutoka mama kai. Hii Zahra, hii almuntada nini? Qatrun nada, hii nzuri. Ukishika ile ukiondoka pale wewe, Allahu Akbar. Harufu ipo. Harufu nzuri upate. Rafiki yako anauza moto nzuri, kuwa naye muda wote utanukia tako staki. Lakini kuna rafiki mwingine mfua vyuma, anatengeneza vyuma, anachoma moto, anaingiza chuma kinachemka, anaanza kugonga kongo kama anatengeneza nyundo au shoka au panga, anagonga ili iwe na makali na nini, vumbi lile pale na nini. Ukitoka pale una vumbi. Vipi rafiki yangu pale unajua na moto vumbi nini? Utapata vumbi. Hapa kuna tashbihi jamani, kuna tashbihi. Kahamil miskin, kuna wajibu shabaha, mfano wa. Kwa hiyo sio kweli rafiki yako auze mafuta uzuri, tashbihi. Na hapa sio kwamba rafiki yako awe anafua vyuma kweli, hapana, ni mfananisho tu. Sura ya ufananisho, msingi wake ni kwamba ukiwa na rafiki mzuri, tabia yake ni njema, atakuambukiza tabia njema na wewe. Rafiki yako na tabia ya kuwa mkweli, atakuambukiza ukweli. Rafiki yako kina mama anajistiri, rafiki yako anavaa baibui, anavaa juba, huwezi kuvaa suruali utajistiri na wewe kwa sababu rafiki yako muda wote anavaa juba. Rafiki yako yuko ana heshima zake, na utakuwa na heshima zako, sababu majlisi zake zitakuwa za kheri nyingi. Kwa hiyo mfano wake sio mafuta uzuri kwa maana mafuta, kwamba tabia njema au wema, ukarimu, uchamungu, ukweli, uaminifu, na wewe anakuambukiza. Kwa hiyo ukiwa na rafiki mtu wa tabia njema kama hizi, na wewe utakuwa kama yeye, utanukia tabia hizo. Na mfano wa mfua vyuma, ukiwa na rafiki mbaya atakuambukiza tabia zake mbaya za wizi, za uzinzi, za uongo, za udharau, za kutokuamini Mungu, za kutokutoa sadaka, za kutokuwa na ukweli, za uhuni. Kwa hiyo ukiwa naye muda mwingi rafiki yako aina hii, baada ya muda utakuta na wewe tabia fulani unazo, hata kauli zako. Mimi na mwanangu, mtoto wa shemeji yangu akalemba, sasa hivi miezi 6 inakaribia, alikuwa msela hapo mtaani. Nimepita nyumbani kwangu, nakaa naye. Mimi ni imamu wa msikiti, muda wote na swali, tunasoma uradi msikitini, darasa, na nakuwa naye kila muda, nakuwa naye tu. Lakini namwambia ndugu yangu, mbona miezi 6 inshallah sijasikia kwa mdomo wako, na alhamdulillah, inshallah, mashaallah. Mbona kauli yako haibadiliki, mdomo wako bado hoya vipi? Mbona bado mdomo wako badiliki na uko na mimi? Msalimu Muhammad.
Namwambia mbona mimi naongea muda wote inshallah, mashaallah, shukran sheikh, Allahu akbar. Yani mdomo wangu mara nyingi unasema inshallah, si mashaallah, si alhamdulillah. Yani wewe mbona huigi kauli yako, mdomo wako bado mkavu, unaongea kama vile msela tu. Jana nilikuwa naongea leo. Kwa nini nataka na mimi aathiriki, hata akienda mtaani aonekane kama naye ustaz hivi? Kwa kukaa na mimi tuende wote, aseme inshallah sheikh, alhamdulillah, shukran bwana, alhamdulillah, shukran, salamu alaykum. Wala wazoe lafzi yake iwe ya kiustadhi. Kwa sababu kuna ustadhi, nikamwambia jamani bwana, hebu tabadilisha kauli zako. Hii oya vipi? Hapa mna oya. Kwa sababu gani? Uko na sheikh. Lakini kwa sababu gani alikuwa oya? Alikuwa anakana oya mara nyingi. Wewe muathiri. Kwa na nyinyi ndugu zangu, ukikaa na mtu anakuwa tabia yake. Hasa adui ukai naye hawezi kuathiri. Ndio maana adui ana faida kwako. Kuna muda hawezi kukupa tabia mbaya kwake akupi. Ukai naye sasa kama kuathiri. Namalizia kwa watoto. Ndugu zangu, watoto wetu hawa, mada hii ya rafiki, kwa madhara ya rafiki, ndio watu wetu wengi wameharibika kwa madhara ya rafiki zao. Mwanao anacheza wapi hujui. Mwanao anacheza na nani hujui. Mwanao yuko na watu wa tabia gani hujui. Yuko wapi anacheza na wenzake huko nje. Yuko wapi yuko na wenzake huko. Unakuja mwanao amekwisha kuwa shoga. Kumbe rafiki zake walikuwa wanamfanyia taratibu. Marafiki walikuwa na faida na hasara. Hakuna mtu anapata anafanywa ushoga na adui. Wengi wanafanya na rafiki zao. Shoga njoo fanya hivi, jaribu kidogo, onja angalia, usione mbona mimi nafanya hivi, fanya hivi, anamtabange. Usione swasi hii hamna shida, anafanya. Kesho kutwa anazoea. Ukija kugundua yala itani kuntu turaba zamani, yala itani mitu kabla hadha kuntu nasi mansia, umeshakuwa tayari alana wakati asoita kabla. Leo unakumbuka tayari kishaandika huyo. Kumbe ungedhibiti mapema madhara ya rafiki zake na faida za rafiki zake. Je, hawa rafiki wana madhara au faida? Huyu rafiki mshenzi huyu, muone wewe mwanangu, sitaki kuona na wewe, sitaki kuona na wewe rafiki yako. Na tena nakwambia nikikuona naye tandika bakora. Yule muone mshenzi yule, kana muone mjinga, kaa hapa. Chumba hapo. Sasa umefanya kuwa mkali ili awe mbali na yule mtu, asimwamkize tabia zake za kishenzi. Kwa malezi yetu sisi, ukisoma katika sociology au social work, utakuta kuna kitu kinaitwa social au community institutions. Taasisi za jamii ziko 5. Ya kwanza family. Familia inakaaje? Tabia zenu ziko vipi familia yenu? Baba tabia gani? Mama tabia gani? Baba mlevi, mama naye wa hovyo. Mtoto anategemea atakuwa nani? Baba akichukua kwa baba atachukua mlevi. Mama amdanganya. Kwa hiyo tayari hapa taasisi ya kwanza ni familia, inaanza bali mtoto. Kwa rafiki wa kwanza hapa familia. Ya pili wale close friends ambao wanao shule au wanacheza nao mtaani. Hawa relatives wanakana kawa au friends ambao wako nje, sawa school friends au street friends. Hawa marafiki wa mtaani au shuleni nao tabia zao tunazijue. Huyu shuleni yuko na nani? Fuatilia shuleni anakuwa na nani zaidi. Nyumbani kwenu, mtaani kwenu, nani yuko tabia yake mbaya? Kwa nini mtu wako anacheza naye? Kwa nini anacheza ambao hujui? Namba 2. 3, shule. Anafundisha shule gani? Kuna shule inafundisha mambo haya, zipo shule inafundisha huko. Shule gani? Sasa maadili yake shule yako vipi? Walimu wake wako vipi? Syllabus zake ziko vipi? Tafuta shule ya kusoma mwanao, ujue shule iko vipi? Maadili yake na kila kitu, syllabus zake, ujue tabia zote. Maadili yao yako vipi? Jua. Lakini kingine dini. Dini yake dini gani? Muislamu. Je, Muislamu anafuata Uislamu huyo? Anafuata ibada yake? Anafuata maamrisho yake? Anafuata maamuzi yake? Na mwisho kazini. Anafanya kuna sehemu, kuna muda fulani mapolisi walikuwa wanatabia hizo zile za babe nini. Ilikuwa ukiona polisi unakuwa sema polisi, mwanajeshi, ilikuwa hivyo. Kuna baadhi ya watu wetu huko nyuma walikuwa babe kwa mwingi sana. Sasa hivi mambo yanaenda vizuri kabisa. Polisi wanakuwa na maadili, wana weledi, wana uaminifu. Wanajeshi wako hivyo. Yaani zamani kidogo kwa babe mwingi. Haya yamepita na wakati, na sisi tumejifunza vitu vingi, tunaenda na wakati sasa. Uadilifu, uaminifu, haki, weledi, vitu vyote hivi vinakwenda sambamba. Sasa kazi zamani ilikuwa ni mwanzo, mtu alikuwa mtu tabia yake nzuri, ana huruma, akina kishaingia kwenye kazi
anakuwa jeuri sana. Mimi fanya utaniangalia. Anakuwa tayari kiburi jeuri, mimi na kibali fomu tena tawaliki, anakula chakula hivi, wewe unafanya utaona na kukamata kesho. Sasa bwana umekula kule hapa, mimi nauza. Umeshakula kumaliza libe langu, sasa unajifanya gani? Saa ngapi sasa hizi? Sasa hizi saa ngapi? Ngoja ufunga mpaka hizi. Unamkamata. Hiyo ilikuwa mambo yale ndio, lakini hapo sasa ilikuwa tunaambukizana siku kwa sisi. Unakuta mtu mbabe anakuamsha ubabe. Wewe askari changamka. Raia kusumbua sambara hiyo piga kofi. Kama tata mwingine hivi. Ilikuwa hiyo wewe askari ndio unakuwa anga za kazi. Bandarini. Ilikuwa bandarini kufanya kazi bandarini lazima tukale matusi. Matusi bandarini wazee watukana kule bandarini balaa. Wanasirika na nini na kazi. Matusi. Wewe nani atakusema hata mfano siwezi kutoa sababu matusi yote ya nguoni. Matusi ya mazao. Watukanana pale lakini sio wanagombana, ndio kauli zao kule bandarini, mizigo makuli, wewe mzigo unashusha nini? Wewe dada chanamka wewe dada wewe, anaomba unakumzia. Sasa ukiangalia haya hata za kazi. Kwa hiyo miongoni mambo ambayo nafanya pia usiathirike na kazi yako kwenye mabaya. Kama kuna baadhi ya mambo unakuta kwenye kazi yako ni mabaya, wewe usiathirike nayo, jiepushe. Kwa sababu sio kwamba unakuta yule malaya sana wala. Hapana, wewe kuwa mwema. Kuwa mkarimu, kuwa mtu wa Mungu kama hivi, kuwa mcha Mungu, kuwa mtumishi wa Mungu. Ili watu wale kumbe hata polisi kama mtumishi wa Mungu, akawa mtu wa kheri, akawa mtu mwema. Mwanajeshi kama mtu mwema, pamoja na kazi yake, sitomwacha mhalifu atambe, siachi. Takuwa mkali kwake, lakini sitaonea mtu makoseo kwamba ndio shehe tena wewe ibe mbele yangu nikuache mzee na kula sahani moja ndani. Hapa kama kuna mwizi hapa mzee, ukitoka mnaanza naye. Kwa hiyo maadili ya kazi, fanya kazi yako mtumwa. Fanya kazi yako misingi, fuata misingi yake, lakini usionee. Kwa uadui ni ule kutofautiana kisaikolojia, kimawazo, kifikra, mtazamo, maamuzi na nini, lakini wakati mwingine si kwamba tunakuchukia, si anakutakia mabaya, lakini kwa sababu tu wewe na yeye mmetofautiana, unamtenga na mawazo yake yote unayakataa hata kama wema. Mimi nakwambia ndugu yangu, Mtume anasema al-hikmatu dallatul mu'min. Hikma ni kitu kilichopotea kwa muumini na kitafuta. Hata ukipata kwa adui yako chukua. Hikma ukiipata hata kwa adui yako ichukue. Yaani usione kwamba akasema adui yangu hili. Kama ina maana fanyia kazi. Usiache kwa sababu akasema adui, ukasema yule adui yangu akasema hivyo. Na nikwambie ndugu zangu, mara nyingi sana wengi wanapata matatizo na rafiki zao, sio adui zao. Kwa sababu maamuzi ya rafiki utafuata 100%, lakini adui utapiga pinga, utachunguza, utagundua. Na kupeni mfano mdogo tu. Leo ukiletewa juice, if somebody brings a cup of juice to you and that one is your enemy and another one is your friend, also brings 1 cup juice for you, uta prefer juice from your friend kwa sababu unamwamini, unampenda, na utakuwa na mashaka, una hesitate kula juice ya adui yako. Huyu takbir juice rafiki yako kukuita juice, ukasikia hii juice kaita rafiki yako ile imamu ile kukuita juice yako, lakini hapa beta yule jirani yako ambaye tunakomana naye kila siku kaita juice hii. Hivi kwa akili yako ya kawaida utakunywa ipi kwanza? Utaiamini hivi ndio sasa tuongee, utakunywa ipi ya rafiki yako, ya adui yako utakunywa? Alafu imagine kwamba wameweka sumu wote, yaani tukajilia kwamba wote wameweka sumu. Adui yako weka sumu na rafiki yako kuna mtu kamrubuni kaweka sumu na yeye. Rafiki yako kuna mtu amemrubuni, tumaliza naye maana wewe yaishe. Imamu ndio akiondoka hapa, tunachukua nafasi pale. Maana kama kisiki hangoki, kwa anapewa sumu. Ili sumu inyweke lazima umpe rafiki takbir. Ili sumu inyweke kwa rahisi bila mashaka, bila kupimwa. Mpe rafiki, ampelekee yule mtu anakunywa sumu, atakunywa bila Allah ajustamu ya parachichi. Umechanganya na tropical na embe.
na mango, sasa mango sio embe, mango. Angalia. Inaitwa nini? Inaitwa pineapple. Si mango. Hata Kiswahili ukiongea unaipunguza kasi. Ukiongea eti embe, si nini pineapple. Passion, mango. Mishanganya passion, mango na pineapple. Mashehe kujulisha. Kwa hiyo duishi rafiki yako utajua bali mashallah. Shehe juishi niongeze shehe. Mashehe napenda kuongeza, naongeza shehe. Sumu. Afu ndugu yako anambia shehe. Pale mwaga hii. Jamaa ndugu yako analeta juishi nyingi mbele. Ndugu yangu ndio sababu yangu ile ndio nita huko. Wewe mimi fala. Mwaga hii. Je, adui umekunywa? Umekunywa adui yako? Umeona kwa sababu ya adui haikuui, kwa sababu utainywa. Ya rafiki inakuwa utainywa na utaiamini. Kadhalika kuna watu hata wamefanya mambo mabaya na hovyo kwa sababu kasema rafiki tu. Lakini adui yako alikwambia maneno hayo kama yule mwanamke akufai, muache. Imamu mzima na mwanamke mlevi, imamu mzima na mwanamke chabudoa, imamu mzima adui yako umfuate. Kumbe anaongea ukweli. Lakini kwa sababu adui yako huwezi kumfurahisha, nikimwacha adui atafurahi. Simwachi sasa ili mkomeshe. Kuna teseka mwenyewe ili umkomeshe nani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini utamfuata rafiki yako kumfurahisha kwamba shekhe bana mimi ndugu yangu nakufuata kwa sababu nimeshauri mwanamke afai kwenda, mimi naona tabia yake mbaya, nimeshampa talaka. Bwana ndugu afadhali. Na kuonesha wewe shehe unaongana mwanamke bora shangu. Tafuta mwanamke mwingine toa. Kwa hiyo chunga sana ushauri, uchunguze kama ambavyo adui unachunguza. Kwa hiyo kwa adui una faida, unakuwa na akili nyingi kuliko kwa rafiki. Kwa hiyo adui anaongeza akili. Mtu ambaye hana adui hana akili. La anjahu illa warai hasud. Huwezi kufanikiwa kama huna mpinzani. Huwezi kufanikiwa kama huna mtu ambaye kulinganisha naye. Ukilinganisha na mtu utaona kuna wakati unasema huyu mtu anaweza akawa atacheka, atafurahi nikianguka. Kwa sianguki. Hata darasani mtu anakuwa wa mwisho huwa ana mpinzani. Ndio maana kwa mwisho kila siku. Takbir. Anakuwa wa mwisho jua hana nini? Mpinzani. Lakini mimi nilikuwa nikishika namba 5, kuna mtu wa 4 hakubali, anasema haiwezekani, lazima nimtoe hapa 5. Mtu wa 6 anasema sikubali, lazima nimtoe huyu 5 nirudishe nyuma. Ina maana anafanya vizuri kwa sababu kuna huyu ambaye atakupambana naye amshinde. Anafanya juhudi atanicheka huyu. Mimi nilikuwa namsomesha leo ananishinda mimi, haiwezekani. Kwa unapambana hulani unakesha unasoma ili utoboe na wewe. Hayo ambaye anasema tu nikifaulu basi hakuna nini kusomea, hakuna nini kucheka. Tutoe mfano mmoja wa ovyo lakini una maana kidogo. Zamani watu wadogo walikuwa wakiimbiwa kidubwe wakijigojolea kitandani. Ilikuwa lengo kumfanya aone aibu, maadui zake wanajua kama anakojoa kitandani ili aache. Wanaambia mmeona huyu anakojoa kitandani, sasa hebu mkimbizeni kidubwe mtaani Magomeni pale Mapipa, mtaa wa Kiungi, mtaa wa Suna, mtaa wa Ozani, mtaa wa Idrisa, mtaa zunke naye kumrudisheni hapa. Sasa ili wewe unazadilika na nguo zako zile ndio wako zile. Ina maana pale unasema la iseni Mungu. Ukitoka hapo usikubai tena nini irudi tena yani kwa ule woga kudhalilika kwa maadui hutakubai tena kufanya chochote. Kwa ndugu zangu, si kila unemdhania rafiki ni rafiki. Conclusion. Si kila unemdhania adui ni adui. Ina maana uadui mpaka tajiriba. Urafiki tajiriba. Yani ni experiment. Research. Lazima ufanye determination, ufanye kitu ambacho umjue rafiki. Kuna vipimo vingi weka hapo, umjue kwa rafiki. Adui usimwone tu adui tu kwa sababu anakupinga hoja zako. Kuna mtu anasema hapa akaongea nini naye? Wewe vipi? Yaani tumekaa tunasikiza kumbe leo. Pumba tu. Mimi nikisikia nachukia. Yaani bana ndharau mimi nimeongea vile nimejiandaa, nimekaa nimekesha usiku na ndama makaratasi haya. Sasa huyo akiswa adui jiangalie, je uliongea ulivyopanga? Maana shida kubwa unaweza nimepanga mangine nikaongea mangine. Ndio ilikuwa sawa tunafanya kubwa sana. Umepanga vizuri. Logical series. Ikianza hiki kifuate hiki kifuate hiki. Umepanga tu. Ukija hapa rohani anapanda, unapoyanga unaongea vile. Siku ya siku unaona ongea pumba. Unajiandaa. Ukiongea kile ulichojiandaa.
Kwa mashehe mnapotuita mnatupa tabu. Hasa mambo haya sija kurekodi yanaongea live haya. Lazima mashehe mjiandae. Mimi nasema nakona saa kwa mashehe wote. Ukisikia umeitwa kutoa mada sehemu, usifanye khiana. Kaa, fungua vitabu, useme tu najua, hakuna kitu kujua. Andaa mada yako. Andaa, kumbusha zile aya, zione hili ndio tafsiri kweli ile inayotaka mimi. Andaa hadithi ndio yenyewe hii. Andaa kisa ndio chenyewe. Mifano mitatu, sogeza mifano kama mitatu weka karibu kidogo, mifano kama miwili, isogeze karibu yako. Kama hii nikitumia kidogo wataelewa. Alafu kazungumze kama ulivyojiandaa, usiende kupata mihemko. Usipate rohani akapanda, wanakusikiza vizuri, wanakupa moyo, Kwa naomba nasaha zangu za mwisho kwamba tujiandae mashehe, tukipewa mada hata ukaongelee kuhusu jamani udugu, kajiandae. Hivi udugu katika Uislamu maana yake nini? Hivi mfano udugu ni upi? Hivi aya za udugu zipi? Hadithi za udugu zipi? Yaani hivyo, hata kama unajua basi hebu pangilia kidogo, inapendeza. Na hiyo ndio ambayo inafanya mada sasa inakuwa tamu kwenye mitandao. Akiongea mtu unaona kama kamshinda yule. Akiongea mwingine watu wanakesha wanajiandaa. Si kwa sababu hajui. Kwa sababu unapangiwa muda maalum, unapangiwa mada maalum, alafu unatakiwa uende watu wapate faida maalum. Kwa ndugu zangu, mimi nikachagua kuongea hasara, madhara ambayo rafiki yako anaweza kusababishia. Na nikaweza kuongea pia faida ambazo adui zako wanaweza kukusaidia pia ukazipata kupitia mdomo wa nani? Wa adui. Mtume anasema hekima ichukue hata mdomoni mwa mbwa. Mungu amenaza hekima. Ukamwambia kwa kabaka toa hekima yako kutoka nayo. Hekima inabaki hekima, Mungu anabaki mbwa. Kwa hiyo chukua zuri hata kutoka kwa adui yako. Kama kuna zuri chukua. Na baya liache hata kama anafanya nani? Rafiki yako. Hiyo ndio kanuni na ndio mada yangu ambayo ilikuwa inakusudia kuelezea madhara ambayo anaweza kupata rafiki kutoka kwa rafiki yake, na faida hata kama ni chache ambazo unaweza kuzipata kwa adui zako. Adui hawana hasara peke yake, bali kuna faida. Nashukuru Mungu, alhamdulillah kwa usikilizaji wenu. Niwashukuru sana mashehe hapa walioniandaa hawa, wameniita zamani kabla Ramadhani, Shaabani huko, simu zimepigwa, tuwashukuru maimama mashehe, yani wamepiga kelele sana. Niko busy, sina likizo, sina ruhusa, lakini wakasema inshallah ratiba yako iko pale pale. Wakatangaza ratiba na shehe kwa jamani. Mungu amesaidia nilikuja. Mada gani tukahangaika wiki nzima, mada gani. Naambia nipangeni basi, panga mwenyewe shehe. Kama nikaotesha ndoto za mchana hivi. Nikasema tu wengi machawa wangu, lakini anakupoteza. Nilikuwa nimesahau kusema hivyo. Au mcha wake huyo, yani maana yake ndio mtu ambaye hata kama kialimu atamtetea tu, atambeba tu, atamfagilia tu, yani maana yake jamani, Uislamu au cha Uislamu una mambo ya haki. Kuna hadithi ya Mtume nisiwanyime fursa. Kuna maswali mengine yavunja hapa. Yaani mimi mwandishi wa habari kazi yangu. Kwa kuna maswali mengine tunapambana hapa ninapomaliza hivi na najiuliza kijana. Kwa hiyo naulizana. Mtume anasema hivi katika hadithi. Siku ya kiyama kuna jua itakuwa kali sana. Lakini patakuwa na kivuli. Kivuli hicho wataruhusiwa kukaa chini ya kivuli hicho watu wa sampuli 7. Watu wa sampuli ngapi? 7. Mimi nataka sampuli hii tu moja. Hizo 6 sio muda wake. Sawa jamani? Tuepushe tutasema siku nyingine. Katika sampuli moja ambayo watu watakaa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa jua kali na majasho yatakuwa mito na bahari. Jasho itatoka mpaka itakuwa mto inatembea barabarani. Jasho itatoka itakuwa bahari. Maana yake maji yanakuwa mengi yanatembea kwa ajili ya jasho. Watu hao aina moja ni watu ambao warajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Siku ya kiyama sampuli 7 zitakuwa kwenye kivuli, ikiwemo sampuli moja hii ya 7 ni watu wawili wamefanya urafiki, wakapendana urafiki wao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mapenzi makubwa, wakawa rafiki kabisa,
kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya wema, kwa ajili ya uchamungu, kwa ajili ya uaminifu, kwa ajili ya uadilifu. Lakini ikatokea mmoja akakengeuka, mmoja anaamua kuvunja rafiki, kwamba kama ni wewe unaamua kuwa muasi, kuwa mlezi, kuwa wahovyo, kuwa mimi naona bora urafiki wetu ufe. Wewe ambao unavunja urafiki kwa ajili ya Mungu au unaunga urafiki kwa ajili ya Mungu, kivuli kinakuhusu siku ya kiyama. Je, ina maana rafiki unaweza kuvunja rafiki? Ikitakiwa uvunje unavunja. Kwamba bwana rafiki yangu, naona wewe ndugu yangu, ninapokuona mimi polisi na kufanya kazi zangu, kuna wakati namtafuta mwizi, namtafuta mhalifu, lakini naona ghafla mwana rafiki yake, naweza kumuuliza rafiki yake, bwana wewe ndio bwana, kuna mtu unakuwa naye sana, kwa hiyo kidogo utawajua kidogo kuelezea na wewe mtu unajua vipi bwana. Kwa rafiki yako anakupa msukosuko na unahojiwa kidogo kwamba jana ulikuwa naye wewe na jana ukafanya tukio, kwa hiyo utatusaidia kidogo polisi, wala na wewe utuelezee mlikuwa naye kuanzia saa ngapi, mlikuwa naye kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi, na mlikuwa wapi, mnafanya nini? Ina maana hapa msukosuko unapata kwa sababu gani? Rafiki. Kwa nini usiachane na rafiki kama usimwache? Uende polisi kwa ajili yake, uende ndani kwa ajili yake, upeleke mahakamani kwa ajili yake, ukatoa ushahidi. Kwa nini? Si bora urafiki ufe? Kwa hiyo Mungu anasema urafiki, Mtume anasema urafiki huu uwe wema, muwe pamoja. Ukiwa shari, vunja urafiki. Ni maana rafiki anaweza kuwa mzuri au akawa mbaya, akawa kheri, akawa shari, akawa na faida, akawa na hasara. Adui hakuna kheri, ila kuna wakati unaweza kupata faida ndani yake. Jifunze kupitia neno la adui yako. Adui yako mara nyingi anasema anakupiga picha ulivyo. Ukijificha hapa imamu unatoka usiku na kimada, adui akiona anasema imamu, imamu wetu nini bwana? Hapa kusaidia. Kakupa nasaha. Rafiki yako akupi nasaha, kaogopa. Wewe rafiki yake imamu shehe. Kuna kuombea sana tutapata faida ya kipindi hiki, na inshallah kama kwa muda huu kuna maswali shehe ataruhusu, basi tuulize maswali inshallah tupate faida. Na kama mtajikita hapa kidogo, sababu hapa nimejiandaa nondo nyingi, basi huenda nikafunua na karatasi kabisa, tunajibiana na karatasi kabisa inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana Othmani Mtasha kwa wewe na tukaona wakakuja hivyo ulivyo, usingekuja kama ulivyo, ni kwa kidogo. Mimi ningependa tu kuuliza wewe kwa kipande cha mwisho tunachozungumza, nisingependa kugusa, lakini mwenyewe nikizungumza sawa, kwamba wewe idara yako ni hiyo. Sasa kutokana na idara yako ulionayo na wewe ulivyo, je, unasaidia vipi kusafisha huko uliko? Naongea kwa kina kidogo, takaokuwa nielewa, sijengamuka mipaka kama ulivyozungumza. Unaona? Kuelewa. Naongea kwa kina kidogo. Huko uliko tunajua kwamba kuna makando mengi. Sasa wewe bahati nzuri umesafika. Je, unasafisha vipi huko uliko huko? Angapo wengine ambao wamewachafua wakang'aa kama ulivyokuwa wewe, ndio salamu. Asante. Hebu tuulize hata maswali matatu hivi, tukishangae nikijibu pamoja. Sawa jamani? Au nijibu moja kwanza? Nijibu kwanza ndio? Haya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, cha kwanza ambacho nakupenda sana nyewe. Kaburi linaanza na yule anayezikwa. Kaburi linaanza na yule anayezikwa nalo. Sawa jamani? Yaani maana yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume yeye anasema kwamba wa andhir ashara karabi, si ndio imeanza hiyo ya istaki hiyo, nataka inota kama mwenyewe nasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si ndio? Ya kwanza. Ya pili, balil insanu ala nafsihi basira. Kanuni nasema anza nafsi yako kwanza. Kanuni nasema anza nafsi yako kwanza, yaani wewe anza kusafisha nafsi yako kwanza, ili wanaokuzunguka unaokuwa nao uwe mfano wao. Lakini miongozo, taratibu, kanuni, sheria
zinasaidia sana kudhibiti hilo unalosema. Ndio maana zamani, wewe mzee ni wa zamani, ukiwa mkweli kabisa na Ramadhani hii, polisi wa zamani na sasa hivi sawa. Enzi zile akishuka tu tunakimbia bila hata sababu. Sawa sasa mnagongeana fegi kama polisi mtafenge bana pipi. Naona kuongea. Yaani polisi yuko anafuta sigara unapenda kafanya pale mimi ndio niulizie kwa 2000. Zamani unaweza kusogea kwambia nipe 2000 mimi nipite. Polisi anambia nipe 100 na nakupa 100. Mnaweza mkaongea. Kwa hiyo mabadiliko makubwa yamefanywa na serikali katika kuweka mifumo ya nidhamu nzuri kabisa, mifumo ya uadilifu. Ndio maana kila kiongozi anakuja na bana zaidi pale ambapo anaona pamelegea. Hamna mtaani kule mtu kafukuzwa kazi, alimbabika mtu kesi, kafukuzwa kazi, alimpiga mtu, kafukuzwa kazi. Wapo mtaani na watangazo kwenye vyombo vya habari kwamba fulani amefukuzwa kazi baada ya kumjeruhi mwananchi bila kosa. Fulani kafukuzwa kazi na amepelekwa mahakamani baada ya kumdhulumu mtu fulani mali yake. Kwa mifumo nayo iko vizuri, lakini pia mimi pia kama ni kiongozi nasimamia naongoza, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nyie wote ni wachunga na mtaulizwa mwisho kichunga. Kwa mimi hata kazi ni kwangu naulizwa, umeongozaje watu wako? Familia yangu, umeongozaje familia yako? Kwa hiyo juhudi inaanza na mimi, wewe na yule. Kwa mwananchi pia tunategemea tu taarifa nyingi sana, hata ikiwemo za uozo ambao uko ndani. Umeona kuna kitu kinaenda sio sawa, tafuta mfumo mzuri wa kufikisha taarifa kwenye mamlaka ili ishughulikiwe. Kuna polisi anaonea mtu, kuna nani anaonea mtu, kuna mtendaji wa kata, si mtendaji wa kata. Basi kuna mfumo mzuri ya kutoa taarifa ili upe taarifa sahihi, mradi usimsingizie mtu. Itafanyika kwa uchunguzi kidogo, kuangalia kweli nini, kama rushwa kweli, kama rushwa nini, basi inashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mimi nadhani tunakoelekea na mimi nilikotoka na kuona tofauti kubwa sana ipo. Ni yote mnajua kitendea ndani. Leo unaweza toka polisi. Bana hebu twende hapa baba. Sina sababu ya kupanda kutushusha hapo mbele. Tuko vizuri. Kwa hiyo kama sio malaika wako watu, unaweza kwa kidogo hawezi kuisha. Kama watu msikitini wawezi wao wanaiba ndala, wanaiba dini, wanaiba saa, wanaiba speaker. Nani msikiti? Ije kwa nje. Kwa hiyo kuna watu wachache wanataka bado imani zao, na haya ni malezi pia. Ndio nimesema shida mnaajiri watu ambao wametoka nyumbani kwenu humo. Hakuna mtu ambaye anaajiriwa kutoka kituo cha polisi. Anaajiriwa mtu kutoka wapi? Kule familia za watu. Kwa familia zikilia watoto wezi. Tunaweza kwa sisi mtu akapata kazi kumbe ni mwizi kutoka zamani. Mtu mwingine ni mwonevu kutoka zamani. Kwa hiyo tudhibiti maadili zaidi ya mtaani, ya familia, ili tuzalishe maimamu wazuri, tuzalishe polisi wazuri, tuzalishe wanajeshi wazuri, walimu, TRA, nani, marais wazuri. Kila kitu kinakwenda na maandalizi tangu ni familia, tangu tumbo la mama yake. Na maliza kusema, chagueni wanawake wazuri, wenye tabia njema, wenye ibada wa kuoa ili mtoto wako aambukizwe tabia na mama yake. Mtume anasema takhayyaru linutfikum wala tad'uha ala ghairi akfaikum innal 'irqa dassas. Chagueni pa kuweka mbegu zenu za kiume. Mtume anaongea baraka pale, chagueni wanawake wa nao ili mzae, ambao kuoa. Chagueni wanawake ili hizi mbegu kiweka ndio mtoto wa baadaye huyu. Je, umeandaa mwanamke mzuri, shamba zuri lenye rutuba lenye mbolea ili lizae mmea mzuri? Polisi aje mkoa mzuri, mwanajeshi aje kwa mzuri, mwalimu aje kwa mzuri, imamu aje kwa mzuri, bodaboda aje kwa mzuri. Anazaliwa na watu, mliandaa mama zao mzuri. Anasema Mtume wala tadauha ala ghairi akfaikum, msiweke tu ovyo ovyo, kaweka tu mwanamke ana shepu nzuri, figa 8 unaweka mzi wako. Mzee, figa 8 haisaidii kutabia mwanao. Kwa mtu anatoka mtoto asikila muadhini wala manisala. Hasikila Musa la Firauni. Mtoto unisikii wewe, mtoto gani wewe, wapi wewe? Wako. Lakini pia mama yake ambaye mke wako ambaye uliona naye mapolini kwa Piraguni mtatu. Kwa pombe mkapendana, shepu yake paja yake nzuri kwa moyo. Umesahau kama huyu anazaa mtoto wako. Familia yako itakuwa hii. Anasema Mtume innal irqa dasasun, damu haiachi asili yake.
Kama umechangudoa kwao, atakuwa changudoa mwanao picha. Kama kwao ni wahuni, grubu nini, atafuata mwanao. Kwa hiyo yote haya misingi yake, mzee wangu, sio mimi kwa kazini rekebisha. Tuanzie mbali kidogo ili anayekuja kwenye kuajiriwa kutoka moja kesha leo na familia vizuri. Anayeajiriwa moja kwa moja kishaandaliwa vizuri kwenye jamii. Mimi sipati shida, lakini mtu ameshashindikana, mwingine anapita huko. Anakuwa bahati mbaya, anakuwa kishaingia polisi. Kwa sababu polisi huwezi kumchunguza mtu kwa 100%. Kuchunguza vile vya shuleni, wapi mzaliwa wapi, ameishi vipi, lakini kuna tabia ya damu ya babake kwa muhuni. Wakati mwingine vitu vinajificha, viko ndani. Vinaibuka baadaye kishapata kazi, anaanza kusema, mlevi. Kumbe ulevi amelisi. Kazi akilewa pombe anakunywa pombe bure, atakulipa. Sijui akienda sehemu anakula chips alipi. Ukimuuza anakupa saa 8 usiku moja funga, kuona kukamata umeuza mpaka kupita muda. Yote haya ni malezi. Kwa hiyo nakuomba sana, miongozo iko vizuri, kanuni ziko vizuri, sheria vizuri na inadhibiti na wanachukuliwa watu wote ambao wana kinyume na taratibu. Kwa na sisi wananchi wote tutoe taarifa za uhalifu na wahalifu. Lakini tutoe pia taarifa za uvunjaji wa maadili kwa watu ambao wameaminiwa na serikali ili tuweze kurekebisha na kuwachukua hatua pale ambapo wanabidi kwa mujibu wa taarifa mzoleta na uhakika wake. Nani mkujibu vizuri ndio? Sasa kabla sijakaribisha Sheikh Kuni kwa ajili ya swali la mwisho, na maswali yatakuwa matatu. Sheikh ana habari ya mada ya rafiki anaweza kuwa adui na adui kama rafiki. Naam. Polisi wakati fulani wanamkamata Sheikh Mtasha, wanamkamata mimi mwalifu mfano. Kisha anakuja kukamata rafiki yangu mimi. Kisha rafiki yangu mimi anakwenda kukaa ndani. Anakaa muda kadhaa, baada ya hapo pengine za kachukua siku kadhaa. Kuna mafungamano gani ya mimi kwa ni mwalifu kisha anakuja kukamata rafiki yangu kisha anakaa ndani? Kuna tumika kigezo gani hapa kisheria kumkamata huyu kwa sababu alikuwa rafiki yangu kisha huyu anakaa ndani badala ya mwalifu mwenyewe? Asante. Inajibu nini? Karatasi. Nilikwambia nikuandaa vizuri, si ndio? Na hiyo kitu nilikuwa nimeiacha. Sheikh alimeibua. Sikizeni vizuri. Naomba ijibu Qur'ani na atajibu mshairi mmoja. Nianze na mshairi. Mshairi anasema hivi, wewe ni Sheikh ndio maana naanza na mbwembwe. Anil mar'i la tas'al. Muqaddama Hussein المرء لا تسأل عن المرء سنين عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي عن المرء لا تسأل usimuulize mtu jambo wasal an qarinihi muulize rafiki yake. Yani huyu mshairi amejibu jibu la nani? Usimuulize mtu kitu. Ukitaka kumuuliza muulize nani? Rafiki yake. Kwa nini? Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kwani kila rafiki mara nyingi rafiki yake humuiga vitu vingi, huwa naye maeneo mengi na hufanya vitu vingi vinafanana. Kwa hiyo mshairi anasema ukitaka rafiki kumpata mtafute rafiki yake. لا تسأل عن قرين ولا تسأل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. Usimuulize mtu. Umuone wewe muulize rafiki yake. Bana jamaa kwa sasa hivi alimpigia simu kwa Magomeni. Rafiki zangu wote sasa hivi nikiwapigia simu, hata niweke na speaker hapa ataniambia uko wapi? Mtambani, kwa sababu nimewaaga, si ndio? Kwa akiuliza huyu uko wapi sasa hivi utampata Mtambani, watanikuta hapa. Utanikuta hapa, taarifa zangu wanazo. Umeelewa eh? Kwa hiyo mshairi anasema ukitaka kumpata rafiki tafuta rafiki yake. Anajua muda huu anakuwa wapi, muda huu anafanya nini, au jana wakati wa tukio walikuwa wapi wote, wakati wanakuwa wote pamoja. Kwa hiyo ndio maana lazima taarifa pia usichukue kutoka rafiki yake ambaye wa karibu. Huenda anakuambia jana kweli nilikuwa naye mpaka saa 6 usiku. Tulikuwa Magomeni tunaachana pale. Akaondoka mimi nikaenda kula chips pale fulani, nikatoka pale nikaondoka. Sasa wewe unaanza alikuwa Magomeni jana na tukio tukio Magomeni. Kwa hiyo unaambia Magomeni mko wapi? Twende Magomeni tulikuwa. Pale tulipokuwa waliokuwepo nao na nini unahoji pia.
Kwa hiyo taarifa zinajiunga zenyewe kwamba inaenda hapa, lakini usianzie ambapo hakuna muunganisho. Kwa rafiki au mtu wa karibu au mfanyakazi mwenzie au mtu ambaye wanakuwa naye moja kwa moja muda kwa siku, lazima wanakuwa pamoja muda mwingi. Ukitaka kuanza upelelezi wako pia usimwache huyo, pia muulize, bwana mara ya mwisho mwana naye lini wewe huyo? Mara ya mwisho ilikuwa nini? Anakuambia leo tu asubuhi nilikuwa naye. Si ajui wakati wa shida kama nini. Leo asubuhi nilikuwa naye, kaenda wapi? Ameniambia ameenda Magomeni. Kwa hiyo ni rahisi hata kwa mpigie simu. Si ni maafisa polisi mpigie simu. Akampiga simu akaja. Lakini aya inasemaje aya? Ya laitani lam attahid fulana. Hivi hapa unaposema ya laitani unapata nini hapo? Sheikh, unajua laitani ni an-nadam wal hasran, si ndio? Kuna adhabu, si ndio? Adhabu sio kama ukapata polisi, si adhabu na pia. Unajuta kwa nini ulikuwa na fulani. Kwa Qur'an inasema ukiwa na mtu fulani utakamatwa. Qur'an inasema ya laitani, najuta lam attahid fulana qalila, nisingemfanya rafiki, nisingepata matatizo haya. Kwa hiyo Qur'an itajibu matatizo utapata ukiwa na marafiki waovu, lazima msukusuko utapata. Kwa hiyo Sheikh, aya imejibu, na hii hapa naomba ukitoka hapa utaiandika hii shahidi kama hivyo, la anil madhi la tasal wasala an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Kila rafiki huiga rafiki yake. Ndio hivyo. Naam. Sheikh ni karibu. Bila mwisho yule Sheikh. karibu sana. Asalamu alaykum. Salamu. Kama tunazungumza kuhusu rafiki na adui, nataka tujue unawezaje kupata adui, unawezaje kupata rafiki. Sasa katika suala maelezo na swali langu, watu wengi tunaishi hapa, tuna rafiki wala hatuna adui. Tunavyoishi ukiona hapo, mimi binafsi sina adui wala sina rafiki. Napatana na Waislamu wenzangu, utakutoa maelezo. Lakini katika ile aya unayosoma katika sura Al-Baqara, nasema إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Haya hii inahusu rafiki au ni wale ambao wanaishi duniani wakihubiriwa kinyume na Uislamu, huko akhera wakafika wakayakuta kinyume chake, wakajuta. Sasa tuliambiwa fulani Mungu mtu, lakini tumekwenda kule sasa tukakuta Allahu ndio yeye qadir. Huko tuliambiwa, si ndio? Kwa kuna watu walikwambia wao au watu ambao mkawaamini, wakawaeleza huko akhera. Sasa wakakutana na hizo habari. Aya hii inaingia katika kunasibishwa na rafiki, tutatoa pia maelezo sawa. Sasa katika rafiki huyu katika swala la adui, aya inasema inna amwalakum wa auladukum aduwwun lakum. Uadui wa hapa wa mali na watoto pia wenyewe kidogo na Mungu. Mwisho katika mazungumzo huku mbele katika darasa nilipotoka, wanafunzi ambao wanakuwa hapo mbele, lakini watu wazima wanakuwa hapo nyuma. Ni bora kabisa masomo haya wanahusu watu wazima. Kao wanakuja karibu, wanauliza masuala ya dini yao, kwa sababu Mungu msimu katika ibada za msimu ndio hizi. Sogee pate mushkilati katika dini yetu hii, muulize kuliko kuachia watoto. Na pili, wazungumzaji msio mnalenga sana watoto. Yaani mazungumzo haya yanaonekana kama wanalenga wanafunzi, lakini kuna watu wazima walenge wao ili wapate faida ya kuwepo msikitini katika shauri mubarak. Inshallah. Asante. Swali la kwanza twende moja mtabisha. Ittabara alladhina tubi'u min alladhina tabau idh ra'u al'adhab wa taqatta'at bihim wa ra'u al'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab. Jamani, hii aya ni amun. Hii aya ni yani aya ni general. Kama general, chagua unapotaka, yani imekuhusu watu wote. Hata kwenye dini, kama Uislamu upo, anayekwambia Uislamu ukamwacha, ukafuata ukafiri. Hivyo. Anayekwambia usizini, yani maana yake chochote unachoambiwa na mtu ambaye unamuelewa na msikiliza, si ndio unaona moyo wako unamkubali? Huyo unayemkubali hata kama alikuwa anakulingania kwenye utawaguti. Maadamu ukaufuata utawaguti, ukaacha haki kwa sababu kumkubali yule mtu ambaye anasema haki. Inaingia pia napo. Waliolinganiwa haki ya dini, wakati dini ya haki pia wanaingia.
Waliolinganiwa kuhusu kuacha batili, rushwa, riba, nini, wakaacha. Kwa mfano tunasema hapa msile rushwa, msile nini, mtu akala anaingia. Yaani maana yake ni kwamba kila mtu ambaye ameacha nasaha nzuri kwa watu wazuri, akafuata nasaha mbaya hata kama kutoka kwa rafiki yake. Sikusudi rafiki muwe close friend, mtu ambaye unaweza kumsikiliza. Leo mimi ukiniambia kitu wewe kwa umri wako au tunakutana msikitini, nikakusikiliza tu. Sikujui sana lakini kwa imani kwamba huko msikitini utakuwa mtu wa kheri. Hiyo pia naingia pia. Lakini ukanipoteza. Na kuna mtu nikuta nje huko bodaboda tu, nikaacha kumfuata wewe bodaboda na mimi bodaboda hata kusaidia swali wewe. Lakini hata mimi na maana. Kwa maana yake usidharau usimjua. Ndio maana yake nakusudia. Na sio kama kila anayekuchekea ni rafiki yako. Wanasema hivi katika mshairi mmoja anasema hivi, ma kullu ma yubdil bashashata kainan akhaka idha lam tubdi laka mujida. Si kila ambaye anakuchekea anakutabasamu mbele yako ni rafiki yako. Hapana. Mpaka upate shida uone anakusaidia, upate wanguke atakuinua, upate dharura atakubeba. Yaani hapo unajua, lakini sio kucheka naye. Kwa hiyo urafiki sikuzidi kucheka naye kwa naye, unakula nao na wabaya ni hao, si ndio? Sasa kana mtu ukacheka naye kwa mbaya na ukamwona mtu adui, lakini uadui na kusudia hapa mimi shehe wangu sio mpaka mgombane usiku wa sama. Mtu ambaye wewe hawezi kuambia kitu kumfuata, yaani ima unamdharau au humkubali tu kwa sababu ya kabila lake au elimu yake au nini. Yaani mradi tu kwamba wewe na yeye, hiyo ndio kusudia fikra, mawazo, dini. Kuna mpaka watu wengine dini wanaona mtu akiwa dini nyingine anamuona hana maana kabisa. Wako watu wakishakuwa dini nyingine. Jamani, adui mkubwa ni shetani. Ndio adui mkubwa kuliko. Lakini mali shetani, mali adui, familia ni adui kwa sababu kikupoteza tu. Kwa adui hapa inakusudiwa jambo lote linalokuingiza motoni wewe ni adui baba. Hata kama kazi yako unaona inaingiza utaingia motoni kwa kazi hiyo. Inakuwa pia wewe biliacha. Ndio maana unajihesabu sana nifanye kazi ambayo na mimi pia niangalie nisiingie motoni kwa kazi hii. Sionee mtu, usidhulumu mtu, usifanye nini, unajipima. Pepo ni yako mwenyewe na kabla yako mwenyewe. Mwingine akifanya hizo zake, wewe acha. Kwa hiyo ninachokusudia kwamba shekhe anasema kuhusu adui na rafiki, huenda kwa kuna kitu nao, mimi ndugu yako, mimi si rafiki yako, mimi hapa swaiba yako tena. Tutasikiza tutana nje, shehe salamu alaykum, tutana mtoto mtambani pale. Ndio ulizo swali tayari tumeanzia pale na mbele, labda tuharibiane huko mbele. Tayari ndio hivyo, mwanzo umeanza hapo kwenda mbele. Kwa hiyo sio lazima rafiki mpaka mkopeshane pesa na mle pamoja nyumbani. Kwamba tu unawezekana kuwa na mtu ambaye wewe pia humkubali. Wako watu wewe unasema una adui, lakini watu ambao wewe huwezi kukubali. Hata akisema hilo pia wewe. Wote waseme sio wewe. Ndio adui tayari hapo. Kwa familia zikana adui, mali yako, watoto wako, shetani ndio baba yao. Lingine liko nini? Kuhusiana aya inayosema hakika ya watoto. Hakika ya mwalimu waladukum adui. Hiyo ni hakuna shida. Nimetoa mfano wa marafiki ambao sasa hivi ndio ilikuwa tunakuwa machawa manini mtu gani, yaani sasa hivi kuna urafiki ule wa kindaki ule. Yaani bila mtu kuwa na watu wapambe unakuwa na wale hawakushauri kitu kizuri hata siku moja, watakushauri kitu ambacho kinakufurahisha tu. Ili mradi ukufurahishe ili upate pesa upate nini, hawezi kuuzi. Anaogopa kuuzi atakuwa pata hela. Hiyo urafiki huo sio mzuri. Lakini kuna rafiki mtu mmezalia pamoja, mmesoma pamoja, mmesoma shule pamoja, mmesoma madrasa pamoja, mmeoa sehemu moja, urafiki pia unaweza kusababisha kuwa na kheri shari. Lakini familia yako pia unaweza kadani na familia yako ukaacha kuiongoza, wakawa wanaenda hovyo, watoto wanajilea wenyewe tu, wewe huangalii, mke wako anatembea wazi, hana shida. Wewe moto. Mali yako hutoi, wafia mwalimu hapo maalum, hutoi moto. Au unatumia kufadhili vitu vya hovyo, au unatumia kufanya vitu ambavyo havinufaishi dini wa dunia wala akhera. Hapo inakuwa tayari lakini kuhusu la malezi nimeongea yote, yani nimeongea taasisi 5. Taasisi ngapi? 5. Nimeanza na familia. Familia ya watoto pekee yao. Kuna baba, mama na watoto, si ndio? Kwa hiyo wanahusika wote katika malezi hapa. Kama baba na mama wana wajibu wa kuangalia nyumba yao inaishi vipi ili watoto wa ndani ya nyumba hiyo waishi katika misingi mizuri. Mfanya kazi aishi vizuri. Kuna mtoto wa ndugu yako anaishi pale aishi vizuri. Taasisi ya kwanza ni familia. Ya pili nimesema marafiki wawe wako au mtoto wako. Wote hao wanakuathiri. Kuna mtu mwingine mwanaume anaheshima kwa mke wake, lakini rafiki yake ndio mwanamke amekupanda kichwani. Mwanamke anakutawala. Mwanamke anakuuliza anakupiga simu kwa wapi? Kwa hiyo unakuwa mkali. Wewe bana nini bana? Unapiga simu nini? Wenzangu wote wapiga simu unakaza wewe unasumbua hata kusumbua. Kwa hiyo umebadilika tabia kutoka rafiki yako kule mtaani. Kwa hiyo hapa rafiki amekuathiri wewe. Lakini mtu mdogo pia naye anaathirika na rafiki yake.
Tabia wizi nyumbani hana, rafiki yake anaiba, wanakuwa naiba wote. Tabia mbaya hana, nasema watoto kwa sababu influence kwa watoto ni kubwa zaidi. Mimi kunishawishi leo nipite bangi leo ni ngumu sana. Kunishawishi mimi leo ninywe pombe, hapo nilipofika pagumu sana. Lakini kwa mtoto ndo anaanza maisha, ladha zote, mademu, nini, kila kitu. Yaani kila kitu ndio kizuri kwake. Ni rahisi kumuingiza. Hiyo. Kwa hiyo familia hiyo ya pili. Ya tatu shule. Shuleni kwa mtoto ni shuleni, anakosoma, anakufanya masomo yake madrasa, shule. Anakaa na nani? Anacheza na nani? Anatembea na nani? Lazima ujue ili asimwambukize mtoto wako tabia mbaya. Lakini hata watu wazima tunafanya kazi. Unafanya kazi bodaboda. Pale bodaboda kijioni pale ni uhuni mtupu. Tembea na wake za watu wako nini? Yaani maana yake ni kila msichana akipita unampenda bure, hamna kulipa nauli. Wanafunzi nini? Vurugu hiyo ukikaa pale ukaiga. Kijio kimekuharibu wewe. Kwa hiyo kila msikitini uko na sehemu unapata mawaidha nini, ulikuwa na roho yako ngumu, ghafla inakuwa na nini, unakuwa mtu mzuri. Na kusudia kwamba kila eneo, uwe mtu mzima au mtoto, lina athari kwako. Kila eneo unalokaa lina mazingira ambayo yanakuathiri wewe, mazuri au mabaya. Kwa hiyo hata familia yako au mali zako ni adui. Shekhe wangu unakuwa shahidi. Wangapi tulikuwa tunaongea nao, tunasali nao, tunakaa nao, baada ya kupata mali hatuwaoni. Hamna watu kama mali kwake ni adui, rafiki kwake. Mali yake ni adui, rafiki yake. Amekuwa mbali na watu, haongei na watu, akai karibu na watu, anaogopa ataniomba au nini, kisha kwa tajia anafunga vioo na tinted. Lakini zamani tulikuwa naye mtaani hapa, alikuwa hana hela wakati huo. Kwa hiyo hii yote ni mali imekuwa adui. Kuna watu walikuwa wanaongea, baada mtu kuoa, ambaye mstaki marafiki zako wote, sitaki rafiki zake, anakuwa adui na rafiki zake wote. Adui na ndugu zake wote. Adui na baba yake na mama yake kisa mke aliomoa. Je, familia sio adui hapo? Kwa hiyo shehe wangu mada nao hiyo mada inayotosha peke yake nayo. Ukikaa hapo nikataka nilenge hapa ambapo ndo uchawachao umekuwa mwingi huko ili tuweze kupata faida zaidi inshallah. Inshallah tunashukuru sana kwa kikomo. Nimwombe Muhammad Moshi utoe neno la shukrani.